Tunaelekea katika msimu mpya wa ligi, lakini kabla ya hapo tutakuwa na mchezo wa ngao. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet. Mchezo huu wa ngao utakuwa ni kati ya KVZ ambao hawa ni mabingwa wa PBZ Premier League msimu uliomaliza, ndio mabingwa wa ligi kuu ya soka ya Zanzibar, wanakwenda kucheza na timu ya KMKM. KMKM ni mabingwa wa kombe la FA katika msimu uliomaliza. Mchezo utafanyika tarehe 23 kwa maana ya Jumapili hii, na utachezwa katika uwanja wa Mau Setum. Na kwa nini Mau, nitaeleza kidogo tu, sababu hivi karibuni ilitoka taarifa ya uwanja wa Amani kwamba utafanyiwa marekebisho, lakini sasa hivi taarifa iko tofauti kidogo. Uwanja huu uko wazi, lakini kwa sababu yalikuwa tayari yameshaanza baadhi ya marekebisho, kwa hiyo wanaweka mambo sawa kwa ajili hata vilabu vyetu ikiwezekana CAF Champions League, Confederation Cup icheze pale pale Amani. Kwa hiyo sisi kwa mchezo wetu wa ngao hatutowahi kwenda kucheza pale kwa sababu tayari yalishaanza yale marekebisho baada tu ya ile taarifa ambayo ilitoka hivi karibuni. Nyinyi waandishi wote hiyo taarifa nafikiri mliipata. Kwa hiyo ndio maana sisi tumeamua kuipeleka Mau kwa sababu tayari uwanja ulikuwa umeshaanza kufanywa hayo marekebisho, lakini msishangae hivi karibuni mkaja kuona vilabu vyetu vinacheza pia pale, sababu kuna hayo mambo yanawekwa sawa sawa. Kwa hiyo tangaze pia kwa msimu mpya huu wa 2026 2027 tunaanza na mchezo wa ngao. Tutaanza kutumia mfumo wa kidigitali kwa ukataji wa tiketi kwa mashabiki na wadau wote ambao watakaokuwa wanakuja kutazama mechi zetu kwenye ligi kuu ya soka ya Zanzibar, lakini tunaanza na ngao. Kwa hiyo sasa hivi tupo na N-Card. N-Card ndio washirika wetu, na hatutakuwa na matumizi tena ya ile paper ticket, zile tiketi za makaratasi hatutotumia tena. Sasa hivi tutatumia tiketi za electronics, na wenye dhamana hiyo ni N-Card. Kwa hiyo mashabiki wote ambao watakaotaka kwenda kutazama huu mchezo watalazimika kuwa na kadi ya N-Card, lakini siku hiyo huu mchezo utaambatana na matukio tofauti ikiwemo matukio ya burudani, na kutakuwa na burudani za kutosha. Wasanii watakuwepo wengi kutoka bara pamoja na wa hapa Zanzibar. Tutakuwa naye msanii wa singeli maarufu ambaye anafanya vizuri sasa hivi nchini Tanzania kwa maana ya Dogo Pattern. Nafahamu Dogo Pattern. Kwa hiyo tutakuwa naye huyo, lakini sio peke yake, tutaambatana na jopo la wasanii tofauti ambao watakuja kwa ajili ya kutoa burudani katika mchezo huo. Mtazamaji atahitajika sasa kuwa na kadi kama hii ya N-Card hii, ambayo humu ndani yake ndio mtakuwa mna ticket kama alivyokuwa kaeleza afisa habari. Hii kadi peke yake inauzwa shilingi 2000 kama ilivyosemwa, na ticket inategemea na mechi zitakazokuwa, lakini kwa mechi yetu ya ngao ya jamii ticket itakuwa shilingi 2000. Kwa hiyo kama itakuwa unayo kadi hii, basi wewe utakuja na empty kadi yako pale, just utaikatia ticket tu. Si unayo kadi yako kama hii, basi ukija utaikatia ticket kwa mfumo wa kielektroniki, alafu kadi ile tiketi yako inakuwa inabaki humo. Kadi moja inakata tiketi moja. Uwezi ukaja na msururu wa watu mkasema nyote mnatumia kadi hii. Kwa hiyo kama mtakuwa umekuja na msururu wa watu, basi kila mmoja awe na kadi yake, ambapo itakuwa ina support tiketi moja kwa event moja ya wakati ule. Na ikimaliza event ile, next event vile vile
utatumia kadi yako kwa ajili ya kuingia kwenye viwanja vyetu vya mpira. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.